Amani ya Mungu idumu kwetu. Ndiyo walimu wetu mbalimbali tunakuja kujibu hoja ya ndugu yetu aliyeuliza kuhusu swala la Gaddafi na swala zima la Nyerere. Yako mambo amependa ayajue, na kwa kuwa hapa ni kwenye somo la habari wazi, inatulazimu anayeuliza tunatokea kufanya somo kwa ajili ya wengine watakaojiuliza kama yeye. Mwalimu huyu kauliza mambo kadha wa kadha, lakini jambo la kwanza nianze na swala la Mwenyezi Mungu. Yeye kauliza Nyerere Mungu aliyekuwa anamaanisha kwenye hatua ya nchi yake sio Mungu ambaye anaabudiwa kupitia madhehebu. Hilo lilikuwa ni swali lake ambalo ameliweka hapo. Jibu la swali hilo linajibiwa kama ifuatavyo. Nyerere angekuwa anazungumzia Mungu ya kwamba ni Mungu huyu ima ni viabudiwa hivi vinavyoabudiwa kupitia madhehebu, Nyerere asingezungumza swala la nchi haina dini, kwa sababu viabudiwa ambavyo sio asili na jadi, viabudiwa hivyo viko kwenye njia ya dini. Hiyo ni picha ya kwanza, inakuonyesha kwamba Nyerere Mungu aliyekuwa anamzungumza yeye sio viabudiwa ambavyo watu wa jamii mbalimbali walikuja kuwaabudisha watu viabudiwa hivyo. Kwa hiyo swali la ndugu yetu anatakiwa ajue kwamba
Nyerere alikuwa anakusudia Mungu ambaye alizungumzwa kwenye muunganiko na kuunganisha watu kwa kuupata umoja. Ndiyo maana kwenye hatua hiyo utaona alizungumza serikali ima taifa la Tanzania halina dini, isipokuwa taifa hili linatambua Mungu, na kutambua Mungu ni tofauti na wanaoabudu kupitia madhehebu. Kwa maana Mungu ni jambo lilikutwa hapa kwetu, na viabudiwa vingine vikaja kwenye zama za ukoloni na ya kwao. Sasa Nyerere alikuwa anazungumzia hatua nzima ya watu kuwa wacha Mungu, ima kumuabudu Mungu, lakini ni kwenye hatua ya umoja. Na wimbo wa taifa ukamuwakilisha kwenye hilo. Hiyo picha ya kwanza ikuonyeshe kwamba Mungu alokuwa akimzungumzia Nyerere si viabudiwa vinavyoabudiwa na wananchi waliobaki Tanzania. Kwa maana Mungu anayeabudiwa kwenye namna ya umoja ni huyu ninayemuelekeza mimi himu ya kuishi kwa waja kwa kupitia agenda ya kale kwa namna ya umoja ulivyopatikana. Naye Nyerere alifundishwa jambo hilo kwa sababu yeye hakuwa mwalimu wa imani. Alilifikisha lisimamie kwenye diplomasia, lakini pasina yeye kulisimamia moja kwa moja, kwa sababu haikuwa kazi yake. Kwa hiyo hilo ndo la wewe utakayejiuliza hivyo, uwe unajua majibu yake yamekaa hivyo. Tunakuja kwenye swali la pili la ndugu yetu. Pia aliendelea kutaka kujua, kwani yeye Nyerere hakuwa kwenye hizi ibada za kilimwengu, ima hakuwa muumini wa hizo ibada za kilimwengu? Hilo ni swali lake la pili. Jibu linakujia kwamba Nyerere amezaliwa, amekuta ibada za kilimwengu, kwa maana tamaduni za mataifa zilikuwa tayari zimeisha nakirisha watu namna ya kuziishi. Kwa hiyo Nyerere ni miongoni mwa watu waliopitia kuziishi pasina kuzifata kwa asilimia zote, ni kwa sababu zilikutwa kwenye mazingira. Najua hapa unanielewa vizuri. Jambo kilikuta kwenye mazingira, unalazimika kwanza kuliishi kwa muda, na baadaye ukishajipambanua
unatazama lina uzuri wapi, ima lina ubaya sehemu gani, na hapo ndo unaamua kuachana na jambo hilo. Kwa hiyo Mwalimu Nyerere angekuwa yeye ni mtiifu wa 100%, ungeona hata kujenga mambo mbalimbali ya maendeleo ya jambo hilo, ungeona angepigania kulijenga kama walivyojenga marais wengine. Ungeyaona hayo kwamba rais akiingia madarakani, utaona cha kwanza anatafuta namna ya kuwaridhisha watu wa imani fulani. Unasikia katoa pesa za namna fulani, kajenga nyumba ya aina fulani. Hii yote ni wanasiasa ambao wamegubikwa na kutafuta watu watakaowaamini kupitia njia za kuamini, ndio uwaga wanafanya jambo hilo ili kuonyesha wale wanaoamini kuwa wako pamoja nao. Kwa hiyo utaona kiongozi kama rais, unaona kaenda kajenga nyumba ya mapokeo, kafanya hivi na vile. Sasa kwa umri aloishi Nyerere ndani ya madaraka yake, na jambo hilo lingekuwa ni la lazima sana, kila mkoa Nyerere angehimiza kukajengwa nyumba moja ya mapokeo kwa amri yake. Lakini kwa wewe unavyojua, sidhani kama unaweza ukaitaja kwamba hii na ile ilikuwa hivi na vile, pengine kwenye zama hizo ambazo hajajipembua vyema. Kwa hiyo somo linakueleza kwamba Nyerere alisimamia diplomasia. Diplomasia ikaungwa kidogo na imani, ndiyo maana ya neno la kimungu likakaa kwenye wimbo wa taifa. Lakini Mungu alomaanishwa pale ni Mungu ambaye alikuwa anaabudiwa zamani kwenye mithili ya umoja wa kuishi, na sio migawanyiko ya kuishi, na sio kubadilisha jina la Mungu huyo kuja kuabudishwa kwa majina mengine. Ndiyo maana kwenye wimbo wa taifa huwezi kukuta viabudiwa vingine vilivyokuja na vyenyewe vikabatizwa majina yake kuwekwa humo, isipokuwa vile vinabaki kusingiziwa kuwa na vyenyewe ni Mungu. Lakini Mungu tayari alikutwa tayari anaabudiwa, isipokuwa mtawanyiko wake ukawa si mkubwa, kwa sababu mazingira ya ujenzi wa shule na mazingira ya kielimu tayari yalikuwa yamekwisha tekwa kwa watoto wote kupelekwa kwenye mambo hayo huko, na ndiyo sababu ya watu wengi kuukosa uchamungu. Na Nyerere akawa anajua nchi yake ni mpya, moja kwa moja hakuwa hata na huo uwezekano wa kuzijenga shule za nchi nzima. Kwa hiyo wadau mbalimbali waliotoka mataifa ndo wakaja kuyajenga hayo, na wao wakaweka misingi yao ndani ya hizo shule. Hapa watu wakalazimika wawe na mambo hayo kwa mapito ya muda fulani, na wenye akili hatuwezi kuyafanya hayo maisha yakawa maisha yetu milele.
tunajua ni mapito yameotupitia muda fulani. Kwenye hilo Nyerere akasimama hivyo. Kwa hiyo kuishi kwenye tamaduni za mazingira uloyakuta, huo ni mtego uliundwa na wakoloni. Mtoto yoyote ukizaliwa lazima utapitia misingi hiyo, kisha baadaye ndo utaenda kujinasua kwa ya kwako. Kwa hiyo ukisema Nyerere hakuwa kwenye tamaduni hizo za kimataifa, mimi ninakujibu na kwambia amepitia na alipitia, lakini mambo mengine mengi ya msingi aliyafanya kupitia asili, na mambo mengine aliyafanyia Butiama na sehemu zingine kwenye kuendelea huko. Na hawa watu wa mataifa walikuja kuwa kama shereheshi ya juu huku wao wakiwa wamekwisha fanya mambo ya asili kwenye ukamilifu hata hatua za kufa kwake. Ile ni kukuonyesha kwamba walishika asili ndogo ambao walijisaidia kwa machache, kwa sababu Nyerere hakuzaliwa moja kwa moja kwenye jadi. Nyerere ameijulia jadi wakati amekwenda Tanganyika. Nyerere amejua habari ya Mungu kwa upana wakati amekwenda Tanganyika, na ndo akaelezwa dira ya umoja. Yeye alikuwaga na dira ya ujamaa kichwani mwake. Alipofika Tanganyika akaelezwa na wazazi waliyejua Mungu, wakamwambia ucha Mungu ni umoja. Na ndo ikawa sababu ya yeye kusimamia hatua ya umoja unadiwe kwenye wimbo wa taifa, na wenyewe ndi amani na mambo mbalimbali katika kumcha Mungu. Sio kuvicha vilivyosemwa ni Mungu, hapana, kumcha Mungu anayestahili kwa maneno yaloleta umoja kwa watu, ambao maneno hayo ni maneno ya jadi. Kwa hiyo Mwalimu aliyejiuliza hivyo, kama Nyerere hakuwa miongoni mwa mambo ya mataifa, mimi nimemjibia hapo kwamba alipita humo pasina kuyatii kwa asilimia zote. Alipita humo kwa sababu ni maisha yameisha kutwa yapo, inalazimu uyapitie kwenye mambo mbalimbali, unayaundia hatua stahiki hizo na nini kiendelee. Jambo la tatu, Mwalimu aliyeuliza alitaka kujua, yeye anasema Gaddafi kwa kawaida kwenye taifa lake, Gaddafi alionyesha kuleta maendeleo kwa wananchi wake na vitu 1, 2, 3, lakini yeye maendeleo kwa Nyerere hakuyaona. Yote haya mwalimu huyu alipenda kuyajua majibu yake. Mnapokuwa mnajadili maendeleo, lazima kwanza mtazame ukubwa wa eneo. Hilo jambo la kwanza. Wenye akili ndogo na wenye akili finyu wakiona nchi ima taifa lenye ardhi ndogo limewahi kufanya vitu vyake hapo,
vitu vyake vikaonekana vimeleta maendeleo, usafi umepatikana kwa muda mfupi, wao wanasema yale ndiyo maendeleo. Tuelewane vizuri hapa. Mfano, nchi ya Rwanda ni nchi ndogo kupitiliza. Ile nchi ikipata virasilimali vichache, ina uwezekano wa kuonekana imepiga hatua kubwa, kwa sababu ardhi ya ile nchi nzima ni sawa na watu wagharamikie Tanzania nzima, tuugharamikie mkoa mmoja kuufanya uwe na maendeleo. Mkoa huo utakuwa zaidi ya Ulaya, kwa sababu tutakuwa tumeweka nguvu zote kwenye mkoa mmoja, kwa sababu ni mdogo. Kwa hiyo unapoyajadili maendeleo, kwa nini huyu kawai na kwa nini huyu kachelewa, lazima uwe na uwezekano wa kutazama huyu ana ardhi kubwa kiasi gani na huyu ana ardhi ndogo kiasi gani. Kwa hiyo tazama, kati ya Tanzania na Libya, ipi ni nchi kubwa zaidi ya nyingine? Ukishabaki hapo kutazama ni nchi gani ina ardhi kubwa zaidi ya nyingine, unatakiwa kujua kwamba nani amewahi kuleta maendeleo ya mji wake, sababu ni ipi. Kwa hiyo ukisikia Gaddafi alileta maendeleo ya sehemu yake, huo unajua alikuwa na sehemu ya ardhi ndogo. Tanzania ina sehemu ya ardhi kubwa, na miundombinu ilichelewa kufika kwa sababu ya Watanzania kujitafuta kwanza, wajijue utanzania wao. Kwa hiyo ukisikia ninazungumzia kuwa Tanzania ni kubwa kuliko Libya, unapasa uelewe ninachokisema. Tanzania kiramani ya kawaida, ramani zenu hizi za jiografia, utaiona Libya ni kubwa. Lakini Libya, sehemu kubwa ya nchi ile imepitiwa na jangwa lile la Sahara, na mahala ambako kunaishi watu ni padogo mno kwenye ile Libya. Kwa hiyo ukubwa ninaokuambia mimi sio ukubwa wa ramani. Ukubwa ninaokuambia mimi ni ukubwa ya makazi wanaoishi watu. Tanzania kila mkoa kuna watu ndani ya ukubwa wa nchi ya Tanzania. Libya, ukiweka sehemu ambako kuna kaa watu na kulikofanywa hayo maendeleo unayoyasema, ni kama uchukue mikoa mitatu ya Tanzania kwa mfano wake, ndo unapata maskani ya Walibya walikoishi na kujiendeleza huko ndani ya kieneo chote kile. Kwa hiyo kieneo kikubwa ni mazingira ambayo hakukaliki sehemu ile ya Libya, ila ni mazingira yanatasminika tu kiramani, yasiyoishika kirahisi. Kwa hiyo ukisikia nimesema neno hilo kwamba Tanzania ni kubwa kuliko Libya, Tanzania ni kubwa kimajukumu kupitia mazingira yote kunaishi watu, ni tofauti na Libya.
Yote haya mwalimu ukae unayajua kwamba hii ni chachu miongoni mwa mambo uliouliza, kwamba inaonyesha Gaddafi alifanya mambo ya maendeleo kwenye nchi yake, alifanya 1, 2, 3. Nyerere anaonyesha kuleta maendeleo yoyote. Nyerere alileta maendeleo isipokuwa kwa wakati wake. Wakati huo yuko kwenye pingamizi za mambo mbalimbali, hapo alipowafikisha ndo ulikuwa uwezekano wake. Usingetaka Tanzania iwe kama Ufaransa wakati wa Tanzania wenyewe mlikuwa hamjielewi. Watanzania wenyewe bado mnakorogwa na mambo ya Utanganyika na Uzanzibari, na hayo mambo yanawapotezeni muda. Tazama hizi vurugu mbalimbali za kudhibiti maeneo zilivyokuwa zinaendelea. We maendeleo ya hivyo unayatoa wapi? Nyerere ndo alikuwa yuko rais wa kipindi cha mambo hayo, na sheria bado zinaendelea kuwekwa vitu mbalimbali kwa marekebisho. Yote haya ninamjibu mwalimu atokee kuelewa, ili akae ajue kwamba sio kwamba Nyerere alikuwa ni mcha Mungu moja kwa moja. Hapana, Nyerere alitii Mungu kupitia agenda ya kiasili, isikokuwa diplomasia pia ilimlazimu ayaishi na maisha mengine, kwa sababu tayari diplomasia ilikuwa tayari imeisha sajili imani mamboleo zilizokuja nazo kutambulika kwenye serikali. Kwa hiyo yote hayo lazima ayaishi kama kiongozi wa umma mpana, lakini aloyatii kwa dhati ni mambo yanayotokana na asili, na uchamungu akauacha hapo kwa ajili ya nyie wa Tanzania wote, ima watu mtakao uhitaji kuujua, kwa wale watakao waelezeni kwa ufasaha wake, kwa sababu yeye hakuwa mwalimu wa uchamungu. Sasa mimi mwalimu wa uchamungu ndio ninakwambia uchamungu ni umoja, na hatua zake za umoja zote tunazijua namna zinavyofanywa kiutu. Kwa hiyo ulizo lako hilo na maulizo haya yataendelea kukujenga na kuwajenga ndugu zetu mbalimbali. Kwa hiyo ukiona maendeleo ya sehemu na sehemu, tokea kujua kwamba tazama kwanza ukubwa wa sehemu, tazama muamko wa wananchi wana akili gani kwa wakati huo. Nikitoka hapo, swali la ndugu yetu lilielekea pia kwenye katiba. Pia yalikutwa mambo ndani ya katiba yalikuwa si mambo stahiki. Yeye akataka kujua, Nyerere yeye hakuona umuhimu wa kuibadilisha hiyo katiba, baada ya kuona kuwa katiba pengine ndani yake ina matatizo. Hapa ndio natakiwa upate majibu kamili. Nyerere aliyoyarekebisha kwa nyakati yake, na huku akiwa na mivutano hiyo na akiwa anapambania mambo hayo, yeye akiwa kama ndo kiongozi mkubwa, sio lazima katiba itengenezwe kwa wakati mmoja. Katiba inapokuwa wakati watu wako 1.5 milioni,
haiwezi kuja kufanana na katiba ambayo itakuwa watu wameshakuwa milioni 100 kutokana na upeo wa mazingira, uzao wa watu na vitu mbalimbali vya tabia nchi huwa vinabadilisha misingi ya kuishi kwa mabadiliko. Mabadiliko hayo ndio ongezeko ambazo uwaga zinaenda zinawekwa kwenye katiba kwa kuimarisha. Sasa Nyerere hawezi kulaumiwa kwamba katiba yote haitengeneze yeye, wakati muendeleo wa kuishi pia una mahitaji yatakaokuja kwa maendeleo na yatakaoonwa yana maana na yanastahili yakae ndani ya katiba. Ndani ya maendeleo hayo yeye kisha kufa. Ina maana hawa walioko madarakani ndio wangerekebisha kwa niaba ya kuungana na wale waliopita zamani. Kwa hiyo kama katiba ilikutwa ina makosa, kama katiba ilikutwa ina tofauti, moja kwa moja unatakiwa kujua jambo linapoundwa mwanzo huwa linaenda linafanyiwa marekebisho mpaka linafika kushiba kwa kuweza kusimamia mambo ya wengi. Kwa hiyo kwa zama za kubadilisha katiba na kukiwa bado kuna migongano na Watanzania hamjajijua na kujishika kwenye utanzania halisi, kuna mambo yalilazimika yabaki ndani ya katiba kwa sababu nyie wenyewe mlikuwa kwanza ukweli hamuujui. Mfano mfupi ni huu, ninawaelezeni jadi leo, na jadi iko kwenu Tanzania. Mnawaeleza ndugu zenu wa Afrika wote, mnajikuta nyie wenyewe wa Tanzania mna giza kubwa na hamjui hilo jambo lililoko kwenu kuwa ndi jambo kubwa kuliko mambo yote mnayoyakimbilia. Ukishakuwa tu tayari hujui jambo hili, wewe hujui ukweli wa kuishi. Wewe ukishakuwa tu hujui jambo hili la jadi, wewe huwezi kuwa na imani ya ukweli kimungu. Ukiwa haujui jambo hili la jadi, wewe huwezi kujua mazingira yalikuwaje kabla ya unavyoyaona. Na ukiwa hujui hii jadi, wewe huwezi kujua watu walizaliwaje mpaka ikawa Tanzania na wingi wote huu. Utabaki kujinasibu kwa vikabila na vikoo vya wenye mabifu. Utabaki kuishi humo pasina mapana ya zamani yalosema na yalosemwa, yakiwa yanajua vyanzo vyenu na mlitoka wapi na leo ikoje. Kwa hiyo mwalimu, majibu halisi ya mambo ulotaka kuyajua ni hayo. Kwa maana kama ulihitaji kujua kuhusu Nyerere na Gaddafi, maana ya mimi kukuainishia kwamba katika hatua za usimamizi wa Nyerere, sijakwambia mambo yake yote, ila baadhi ya mambo yake mengi yalikuwa ni ya msingi na yenye maana, ambao mkiaishi kimungu hii leo yatawapeni maana kama Watanzania wote na kuondoa tofauti mlizo nazo. Ndiyo sababu ya kukwambia kuchukua maadili ya Gaddafi kuyaweka hapo na kuchukua maadili ya Nyerere kuyaweka hapo. Mimi nikakwambia maadili ya Nyerere yana nafuu kubwa kuliko Gaddafi. Na ndio nikakupa mfano mdogo wa wewe utokee kujua Gaddafi kajenga nyumba za mapokeo karibia Afrika yote. Nyerere hajajenga hata nyumba 6 za mapokeo ndani ya nchi yake.
Kwa hiyo hapa ubaki sasa unajua nani alikuwa ameshatekwa zaidi kilimwengu zaidi ya mwingine. Unatakiwa kujulia hapa. Nikushukuru ndugu mwanahoja, majibu halisi ya somo letu yamekaa yako hivyo, na huo ndio ukweli. Asante.